Ni mfanyabiashara mmoja mkubwa sana. Bimdada anatambulika kwa jina la Naina. Kimtindo, kimaisha alikuwa tayari alishajipata. Kampuni yake ilikuwa ni kubwa sana ndani ya nchi ya Uingereza, na kwa sasa alikuwa anaingia ubia na kampuni moja kutoka nchini Japani ili iweze kumsaidia kueneza kampuni yake kimasoko ndani ya bara la Asia. Dada alikuwa hajafanikiwa kimaisha peke yake, bali pia hata kifamilia, kwani alikuwa na mume pamoja na mtoto mmoja. Familia walikuwa wanatambua bimdada alikuwa anasafiri mara kwa mara kibiashara, lakini nyuma ya pazia, Naina kila safari ambayo alikuwa anawaaga familia yake ya kwamba alikuwa anasafiri, yeye alikuwa anatoka kimapenzi na mchepuko mmoja ambaye alikuwa ni photographer, alikuwa anatambulika kwa jina la Sunili. Kama leo hii familia walikuwa wanatambua kwamba bimdada yuko Paris, lakini yeye alikuwa katumia weekend nzima pamoja na mchepuko wake, kipindi ambacho alikuwa anarudi kuelekea airport mbio mbio ili bimdada aweze kuwahi nyumbani. Leo anamwambia Sunili inabidi huu mchezo aweze kuacha, kwani yeye amechoka kuidanganya familia yake. Lakini Sunili anamueleza hata yeye ana mke anayetambulika kwa jina la Rachel, hivyo kitu anachokifanya wala sio dhambi. Mahojiano kipindi ambacho alikuwa anaendelea, bwana, ghafla ajali mbaya ikaweza kutokea. Gari ambalo aliweza kupishana nalo likaenda likagonga mti. Bimdada baada ya kuweza kulisogelea lile gari anakutana na kijana mmoja anatambulika kwa jina la Sani. Bwana mdogo anaonekana alikuwa anachezea simu, lakini baada ya kumwangalia vizuri alionekana alikuwa amekata moto. Moja kwa moja akatambua huenda bwana mdogo akawa amepoteza maisha. Naina akaondoka na gari ambalo alikuwemo bwana mdogo kwa lengo la kwenda kulidumbukiza ndani ya mto, lakini upande wa pili Sunili yeye akawa anajaribu kuweza kutafuta msaada ili kutengeneza gari la bimdada Naina, ikiwezekana aweze kumfuata kwa nyuma ili waweze kuwahi airport. Sunili leo anakutana na Misirani akiwa pamoja na mume wake aliyekuwa anatambulika kwa jina Nilmal. Hawa walikuwa ni wazazi wa kijana Sani. Sasa baada ya kuweza kumwona Sunili alikuwa anahitaji msaada, Nilmal alikuwa ni mtaalamu sana wa kutengeneza magari. Wakamchukua mshikaji mpaka nyumbani kwao. Mzee akafanikiwa kutengeneza ile gari, lakini wakawa wanajiuliza inakuwaje kijana wao mpaka muda huu hajarudi nyumbani. Mama akajaribu kumpigia simu kijana wake, lakini kwa bahati mbaya simu ile alikuwa nayo Sunili. Anampatia bi mkubwa na kuzuga kwamba ile simu ameipata kwenye sofa. Bi mkubwa anashangaa, mtoto wake huwa kila anapokwenda simu yake huwa ipo pembeni yake. Hii inakaaje simu leo ameiacha nyumbani? Anyway, akapotezea. Sunili akaondoka upande wa pili kwa bimdada, akafanikiwa kufika mpaka mtoni, akalisukuma lile gari likaingia na kuzama, kisha akachekechea kwenda kukutana na Sunili. Wakaondoka na maisha mengine yakaendelea. Dada akaendelea kuwa na familia yake, lakini pia hata kampuni yake ikawa inaendelea vyema. Lakini siku hii ya leo maskari polisi wanafika, wanamchukua na kumpeleka kituoni. Wanaanza kumhoji juu ya ajali iliyotokea siku kadhaa zilizopita ikihusisha gari lake, lakini bimdada akiwa pamoja na mwanasheria wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Jimmy akadai ya kwamba gari lake liliibiwa miezi kadhaa iliyopita, hivyo atambui kitu ambacho anaambiwa. Lakini pia hata baada ya kuonyeshwa picha ya Sunili na kueleza kama anamfahamu mtu huyo, kwani inasemekana yeye ndo amehusika katika upotevu wa mtoto aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sani. Bimdada anamkataa Sunili na kusema kwamba hakuwahi kabisa kukutana na mtu kama huyo. Dada anaendelea na maisha yake, lakini leo anaona katika TV mama aliyekuwa anatambulika kwa jina la Rani, ambaye alikuwa ni mama yake na mtoto Sani, akiwa pamoja na wananzengo wengine kibao wakiwa na harakati za kwenda kumtafuta mtoto wao. Lakini pia mama anadai kama una kitu chochote unachokifahamu juu ya mtoto wake, basi unaweza ukamsaidia, kwani kiu yake ni kuhitaji kufahamu sehemu ambapo mtoto wake alipo. Naina anapotezea machozi ya bimdada Rani, anaendelea na maisha yake, na leo anafanikiwa kupata tuzo ya mfanyabiashara mkubwa wa mwaka, na hii ni baada ya kampuni yake kuweza kushinda dili ndani ya kampuni ambayo ilikuwa inapatikana ndani ya nchi ya Japani. Sherehe ikiwa inaendelea, bimdada anafanikiwa kumwona Rani alikuwa amefika ndani ya hili eneo. Anamuuliza, je, unafahamu sehemu ambapo Sani mwanangu alipo? Kwani nafahamu gari lako lilihusika katika ajali siku ile ambapo mwanangu pia alipotea. Naina anakataa katukatu kuweza kufahamu hili tukio, lakini pia Rani maneno ambayo alikuwa anazungumza utadhani kama vile alikuwa anafahamu kila kitu ambacho kilitokea siku ile ya tukio. Alipoona bimdada Naina anaendelea kukataa, akamwomba aweze kumsaidia kiberiti. Dada baada ya kutoa kiberiti akagundua kiberiti hiki ndio kile ambacho alikuwa nacho Sunili siku ile ambapo alienda kumsaidia kutengeneza gari lake. Inaonekana Rani alishafanya uchunguzi na kugundua huenda bimdada alihusika kwenye hili tukio kwa namna moja ama nyingine. Leo Sunili baada ya kuona hii kesi huenda labda ikawatia ndani
ya majanga mazito, anaamua kwenda kutengeneza tukio lingine kwa kumbambikizia kesi bwana mdogo Sani ya kwamba alikuwa kaiba pesa katika benki ambayo alikuwa anaifanyia kazi, kisha akatokomea sehemu isiyojulikana. Kwa kiasi chake mambo yakatulia, lakini leo bimdada akiwa kazini analetea ujumbe na kuelezwa ya kwamba kuna mtu anafahamu siri zake zote juu ya mahusiano yake pamoja na Sunil, lakini pia juu ya lile tukio la ajali ambalo lilipelekea kijana Sani kuweza kupotea. Bimdada anaelezwa apeleke kiasi cha pesa ndani ya hoteli moja, chumba namba 303. Naina pamoja na Sunil safari inawapeleka mpaka ndani ya hoteli moja ambayo walikuwa wameelekezwa apeleke pesa ndani ya hili eneo ili siri zao zisiweze kuvuja. Baada ya kufika humu ndani, dada anapigizwa kwenye kioo. Baada ya kuja kuamka, anakuja kushuhudia Sunil amepoteza maisha na pesa zote ambazo alikuwa amekuja nazo zikiwa zimemzunguka. Bimdada akachanganyikiwa, akiwa bado anajiuliza nini afanye. Askari polisi wanafika humu ndani na kumnasa, na kipindi ambacho alikuwa anampeleka kwenye kituo cha polisi, bimdada baada ya kuangalia upande wa chini anafanikiwa kumwona bimdada Rani akiwa pamoja na mume wake. Hapa akawa haamini macho yake, lakini pia akawa na wasiwasi. Je, huenda hawa akawa wamemtengenezea mtego ama kuna jambo gani lingine? Bwana, maswali akawa ni mengi kuliko majibu. Mume baada ya kugundua hiki ambacho kimemkuta mke wake, lakini pia kibaya zaidi inasemekana yeye amehusika kwenye haya mauaji ya kuweza kumwangamiza mchepuko wake, mume alikasirika sana na kuamua kumpatia taraka bimdada, kisha akatokomea kusikojulikana, yeye pamoja na binti yake Naina akabaki peke yake, lakini mwanasheria akamsaidia kuweza kumpatia dhamana. Kwa sasa akawa anakaa ndani ya nyumba ambayo kwa nje ina ulinzi mkali, haruhusiwi kutoka kuelekea eneo lolote mpaka pale ambapo mahakama itampatia hukumu kama anahatia au la. Bimdada ili aweze kutoka katika huu mtego, lakini pia kwa yeye anadai ya kwamba hii ni kesi ambayo amesingiziwa na wala hajahusika kwenye hili tukio, hivyo ikabidi waweze kumtafuta mwanasheria nguli ambaye hakuwahi kupoteza kesi hata siku moja. Mwanasheria huyu anagonga mlango, anatambulika kwa jina la Badal Gupta. Baada ya kufika humu ndani, anaanza kufanya mahojiano pamoja na bimdada, lakini anamueleza kutokana na uchunguzi niliofanya kuna ukweli ambao nimeuchunguza bado haujaueleza. Sasa ili niweze kukusaidia vizuri ndani ya hii kesi, inabidi unieleze ukweli nusu uliobaki ili niweze kuona ni jinsi gani nitakusaidia siku ya kesi mahakamani. Dada akaeleza kama jinsi story tunavyoifahamu, lakini mtaalamu wetu Badal akamuuliza kama mwanamama Rani aliwahi kumfuata hata siku moja toka siku ile ambapo alimfuata katika sherehe. Bimdada akasema kwamba hakuwahi kumfuata hata siku moja. Badal baada ya kusikia hivi akamweleza huenda mwanamama Rani ndo akawa amehusika kuweza kukuzia hii kesi ili kulipa kisasi kwa kile ambacho kilitokea kwa mwanaye, kwani mwanamama huyu anatambua kwa nguvu ulionayo hakuna sheria yoyote ambayo ina uwezo wa kukushikilia. Mwanadada akakubaliana na theory ya mtaalamu wetu Badal, lakini pia akaanza kueleza na kusema kwamba huenda mtu ambaye aliwapigia simu kuelekea ndani ya ile hoteli alikuwa ni mwanamama Rani, na baada ya kufika humu ndani akampigiza mwanadada kwenye kioo, kisha akamwangamiza Sunil na kutokea kwenye dirisha wakisaidiana na mume wake alikuwa anatambulika kwa jina Nilmal, sababu mtu huyu ambaye alifanya haya mauaji hakuwa na shida na pesa, bali alikuwa anahitaji kulipa kisasi. Dada akakumbuka jinsi ambavyo alivyoweza kumwona bimdada Rani pamoja na mume wake siku ile alivyonaswa. Moja kwa moja akakubaliana na theory ya mtaalamu wetu Badal. Badal akamweleza bimdada kwamba kila kitu ambacho nimekueleza mimi nimekipata baada ya kufanya uchunguzi wangu, lakini katika uchunguzi wangu kuna tatizo moja, kwani hakuna ushahidi wowote juu ya hiki ambacho tumekizungumza kwamba Rani alihusika kwenye mauaji ya mtu alikuwa anatambulika kwa jina la Sunil. Naina akafurahi akamweleza Badal ya kwamba hakika nimekuelewa, wewe ni mwanasheria mzuri, lakini pia nimefahamu ni kwa nini haujawahi kupoteza kesi hata moja, kwani kila kitu unachokizungumza kipo sawa sawa kabisa. Ndipo bimdada kwa sasa, kwa kuwa alikuwa tayari alishamwamini mshikaji wetu, akaamua kwanza kuongea ukweli mzima. Hadithi yenyewe ilikuwa kama hivi. Bimdada anaeleza siku ile ambapo alienda kutupa lile gari pamoja na mwili wa Sani, alikuja kugundua kwamba Sani alikuwa bado yupo hai na alikuwa anahitaji kuweza kupatiwa msaada, lakini yeye hakufanikiwa kumpatia msaada Sani, bali akaamua kuweza kulisukumia lile gari mtoni, kitu ikapelekea Sani pamoja na lile gari kutokomea sehemu isiyojulikana. Badal akashangaa sana uamuzi ambao bimdada alikuwa akaufanya, lakini pia kwa hatua hii akamweleza bimdada kwamba huenda kila kitu ulichonieleza mwanzoni ilikuwa ni uongo, na mtu aliyetoa wazo la kwenda kuzamisha gari pamoja na huu mwili hakuwa Sunili, bali inaonekana lilikuwa ni wazo lako. Mzee Babu hakuishia hapa, akaendelea kueleza na kusema ya kwamba huenda baada hili tukio Sunili maisha yake hayakuwa kama mwanzoni, kwani
kwani akaanza kujilaumu kwa kila kitu ambacho kilikuwa kimeweza kutokea. Ndipo akaamua kuweza kumtafuta bimdada Lani pamoja na mume wake na kuelezea kila kitu, lakini pia inaonekana lile tukio la kutengeneza kesi ya kwamba eti Sani alikuwa kaiba pesa kwenye benki ambayo alikuwa anaifanyia kazi alikutengenezwa na Sunili, bali lilitengenezwa na bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Naina, wakisaidiana na mwanasheria wake alikuwa anatambulika kwa jina la Jimmy, kwani watu hawa ndio walikuwa na nguvu kubwa ya kuaccess sehemu zozote kutokana na pesa walizokuwa nazo. Mzee Babu Madevu anaendelea kueleza na kusema ya kwamba inaonekana Sunili alikupigia simu na kukueleza kuna mtu anayefahamu siri zetu, hivyo anahitaji tukutane twende tukampatie pesa ndani ya hoteli moja kwenye chumba namba 303. Lengo la Sunili kumpigia hii simu sio kuwa anahitaji pesa, bali alikuwa kaweka mipango na kuwaita wazazi wa mtaalamu wetu Sani ili waje wakutane na bimdada pamoja na yeye, kisha ongee ukweli mzima na kuweza kuomba msamaha. Bimdada Naina hakutambua hayo mambo. Baada ya kufika kwenye chumba namba 303, Sunili akamweleza kila kitu juu ya mipango aliyonayo na kumwambia wazazi wa mtaalamu wetu Sani wanakaribia kufika ndani ya hili eneo. Bimdada alitambua endapo akiweza kukutana na hawa wazazi na kueleza kila kitu, huenda akaikosa kampuni yake pamoja na familia yake. Kwa hatua hii bimdada akaamua kukamilisha ule usemi usemao ya kwamba hakuna siri ya wawili duniani, akamwangamiza Sunili, kisha yeye akajipiga kwenye kioo ionekane kama vile kuna mtu ambaye alikuwa akawavamia. Na hata pale ambapo tuliona bimdada kipindi ambacho alikuwa anatolewa na maskari polisi upande wa chini, alifanikiwa kumuona Rani pamoja na mume wake. Walifika hapa kwa lengo la kukutana nao ili kuzungumza, lakini wao walishangaa baada ya kugundua Sunili amepoteza maisha na bimdada ndio alikuwa akakamatwa kama muuaji. Gupta anamweleza Naina, ukihitaji nikusaidie mahakamani inabidi ukubaliane na mimi, lakini pia unieleze ukweli mzima. Je, ni kweli ulihusika kwenye mauaji ya Sunili ama kuna mtu mwingine ambaye alifanya hilo tukio? Naina kwa kuwa kwa sasa alikuwa anamwamini Mr. Gupta, ikabidi akubali na kumweleza ukweli ya kwamba theory ya mwisho ulioieleza ndiyo kila kitu ambacho kiliweza kutokea. Niliamua kumwangamiza Sunili ili siri zetu zisiweze kuvuja. Gupta baada ya kupata haya maelezo akampatia bimdada ramani na kumwambia nichoree sehemu ambapo mwili wa mtaalamu wetu Sani ulipo ili tukamtafute na kesi yote tumwangushie Sunili. Dada baada ya kuchora, mtaalamu wetu Mr. Gupta akasema kwa sasa kesi yako imeisha, hapa tunasubiri tu siku ya kwenda mahakamani ili tuende tukakamilishe kila kitu. Lakini pia akamweleza ngoja nielekee upande wa nje niende nikaongee na mke wangu. Dada akafurahi akaona kila kitu kimeisha, akapokea simu kutoka kwa mwanasheria wake alikuwa anatambulika kwa jina la Jimmy, lakini kipindi ambacho alikuwa akashika peni ambayo ilikuwa imeachwa na mtaalamu wetu Mr. Gupta akaona kama vile signal zinaanza kupotea. Baada ya kuifungua ile peni akagundua kuna kifaa ambacho kilikuwa kina rekodi sauti ya kila mazungumzo ambayo walikuwa wanazungumza. Lakini pia baada ya kuelekea katika mlango anakutana na mtu ambaye anajitambulisha kwamba yeye anaitwa kwa jina la Mr. Badali Gupta. Dada akagundua hapa amepigwa changa. Gupta ambaye alikuwa naye anafanya mahojiano naye alikuwa ni feki. Sasa kama alikuwa ni feki, alikuwa ametokea eneo gani? Lakini pia mtu huyu alikuwa ni nani? Majibu anayapata baada ya kuangalia upande wa pili, kwani anamuona mwanamama Rani akiwa akasimama anamwangalia kwa hasira, pembeni yake akiwa akasimama Mr. Gupta feki ambaye alikuwa naye mwanzoni. Dada anajikuta amejiingiza mkenge mwenyewe pasina kutaka. Lakini pia yule Mr. Gupta feki baada ya kuweza kuvua kinyago chake usoni, tunapata kutambua alikuwa ni baba wa Sani. Bwana, hapa ilikuwa ni kizungumkuti. Rani huku chozi likiwa linamtoka anapiga simu polisi ili waje kumnasa bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Naina. Bwana, hapa hadithi ya bimdada pamoja nasi ndo tunafikia mwisho, lakini kama umeenjoy na umejifunza jambo jipya ndani ya video hii, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka kama hivi kila siku.